Mdahalo wetu jioni ya leo kumekuwa na tetesi sana kwamba kila wakati jambo linapoharibika, hasa ndoa zinaposambaratika, ni mwanamke ndo hulaumiwa. Sasa basi jioni ya leo tunataka Bi Msafwari na Mkala watueleze ni kwa nini hii lawama hii huwa yaangukia wanawake, na ilhali ndoa ni ya watu wawili, mke na mume. Bi Msafwari, karibu. Upenda kutoa heshima Mama Msafwari atuanzie. Ni sawa kwa kweli, mwanamke huwa analaumiwa na mambo mengi sana, kwa sababu mwanamke ndio anatakana awe kiongozi wa nyumba. Kila jambo ni mwanamke, na unakuta kwamba hata katika adabu ya mtoto ni mama ndio anaanza, mama kuongea na watoto. Na pale atakapoona kwamba kuna mambo amemshinda, huwa anaweza kumshirikisha nani? Baba. Lakini ajabu ni kwamba wakati mtoto anapofanya vizuri huwa anaitwa ni mtoto wa baba, lakini wakati mtoto anapofanya vibaya huwa anaitwa ni mtoto wa nani? Wa mama. Kwa hivyo ni vyema kwamba mtu akiwa ameitwa mama aelewe kwamba ana jukumu kubwa sana katika ile nyumba, kuona kwamba yeye ndio atakayejenga ile nyumba, ndio atakayejenga wale watoto, ndio atakayemjenga yule mume, ndio atakayejenga nyumba yake. Bi Msafwari, kuna watu ambao watakapo kwenye mtandao, mwingine anasema ya kwamba wanawake wanalaumiwa kwa sababu ya midomo yao. Na mwingine anasema kwamba wao ndio karibu na mtoto, na mwingine anasema kwamba wanawake wamekuwa vichwa vigumu, hawataki kuelewa na kusemeshwa, kwa hivyo siri wao ndio haribu ndoa zao. Kwanza nitarudi hapo wanaposema atu wanawake wanaharibu na midomo zao. Unajua wakati mwingine kuna lugha ile ambayo mtu akitumia kwa mama inakuwa kwamba si lugha nzuri. Na wakati mwingine wanaume wachunguze, unapoongea na mke wako, unapoongea na mke wako ni mke wako. Kuna wanaume huwa wanapenda anapoongea na mke wake aongee naye kama anaongea na mtoto wake. Lazima aelewe kwamba mke ni mtu ambao walikutana wakiwa wote wameshakuwa, ile kiasi cha kwamba hata kama kumetokea jambo, unapoongea naye ongea naye, watoto wasisikie, na usiseme kwamba wana midomo. Tumia lugha ile ambayo inaweza kuwa tamu kwa yule mama. Unaposema hivyo utamfanya yule mama azidi kuwa mang'aa zaidi. Kwa hivyo vyema tutafute lugha tamu ya kuongea na mama. Lakini ni kama vile nilivyokuwa nimesema kwamba ni mama atakayejenga nyumba yake, atakayejenga mji wake. Na akiwa na endelea. Unajua nimesema nakia tu mambo ulivyokuwa unasema. Kwamba mama ndo anayejenga nyumba yake. Bi Msafwari, kuna wanawake ambao wanasema kwamba ni wengi ambao wamesema kwa Rafa amefanya kila kitu. Amemshughulikia mwanamume. Amelipa hata mahali ambapo amekuwa amepungukiwa amejazilia. Lakini mwanamume bado anamdharau, anakosa kumheshimu, na zaidi ya yote ana mpango wa kando. Sasa katika nani? Sijui nitasema vipi, lakini katika hayo yote pia tunatuangalie huyu mwanamke, hebu ajiangalie, labda kuna unajua wakati mwingine unaweza kuwa vyote havifanyi, lakini katika kule kufanya labda yule bwana pia akiingia unatumia matamko mabaya, ama unatumia ulimi wako unakuwa si mtamu kwa yule bwana. Kuna kukasirika na kule kujua kwamba huyu ni mume wangu. Wajua ndio hapo nimesema mume amheshimu mke. Watu ile heshima ni nzuri sana, mtu akimtambua kwamba huyu ni mume wangu. Wajua kila siku kazi ninasema kwamba sauti ya mwanamke lazima iwe ya chini, na unajua kwamba sauti ya mwanamke ni ya chini. Hata yule anaipandisha, lakini lazima sauti ya mwanamke iwe ni ya chini. Siku yote kama mtaongea ndani ya nyumba na mkawa kwamba nyote mnaongea kwa sauti ya juu, hamtapatana. Ni lazima mtu ajiteremshe. Basi ningesema kwamba kama inawezekana, wacha mama akaweze kujiteremsha, hasa kwa upande wa kulea. Na kwamba unaona kwamba kuna jambo ambalo linakuzidi, na tunazungumzia hapa kwa mtoto wa kike, maana kuna wakati unafika labda huyu mtoto unajua kuna miaka watoto hufika hata mama ukimuelezea jambo unamwona kwamba mtoto hasikii, na utakapoona kwamba hakusikii jumba kwamba huyu mtoto kuna kitu ameonja nje kisichokuwa cha kawaida. Sasa unapoona kwamba mtoto anakujibu kama vile, ongea na baba, hebu ongea na nani, na huyu mtoto asije akiharibikiwa akaitwa ni mtoto wa nani? Wa mama. Kwa hivyo ni vyema watu kushirikiana, baba na mama, kuona kwamba huyu mtoto watamlea katika njia gani. Kwa hivyo hata ufanye vipi, unasema kwamba yule mwanamume hashukuru kile ambacho unachokifanya. Ikiwa wewe umetenda na unaona kwamba umetenda sawa, just wewe endelea kutenda vile vile, maana unajua kwamba hii ni nyumba ni yako na hawa watoto ni wako. Lakini useme kwamba nitaacha. Kuna kitu kile ambacho wanakuwa nikitoa wanawake makosa sana. Ati leo hivi mwanamume anakuudhi, alafu unatoka unaacha watoto mpaka unamwachia mtoto wa kike nyuma. Kwa kweli hili ni jambo la kusikitisha tena sana. Nasema basi kama vimekushinda kabisa, ukaona kama hauwezi,
toka na watoto, mtoto wa kike usimwachie baba. Tukirudi pale kwa nini mwanamke analaumiwa? Mwanamke mara nyingi anapoolewa hata harusini utamwona ndio mwenye raha zaidi kuliko hata mume. Manake anajua amepata stara, anajua amepata nyumba. Na si kwamba kusema hivi ni kuwapa ruhusa wanaume wazunguke sana, lakini wanawake tunajua ni wengi kuliko waume. Kwa hivyo mke akipata mume anafanya ni ashukuru zaidi. Manake kuna wengi wamemkosa katika hilo fungu. Yule mume. Sasa ukishampata ule mume, ukae ukijua kuna fungu kubwa la wanawake ambao si ajabu walikuwa wanamtamani. Na lengo lako na juhudi zako inatakana umuhifadhi yule mume, kuhakikisha kwamba atatulia. Sasa iwapo atapotea tena, lawama inakuja kwako, kwa sababu wewe ndio mwenye kumdhibiti yule mume. Wewe ndio mwenye kumwekea mazingira yule mume apendezewe na wewe. Maana kando na kwamba ashaoa, lakini Bi Msafwari anaweza kuwa shahidi, mtoto wake wa kiume anapooa alifurahi kwa sababu alijua sasa atatulia. Mara nyingi watu sema hivyo. Utasikia watu wakisema mke atatulia, utasikia watu wakisema mume atatulia. Kwa sababu mume ndo mtafutaji. Na katika mazingira ya zamani ilikuwa ni mwanamke anasubiri kutongozwa na mume. Ingawaje siku hizi balaa tupu. Imebadilika. Wanawake wanakwambia urongo. Lakini sasa kikwambia urongo pia lazima uogope, maana unajua kwamba lazima wewe ndio uko na haki ya kusema. Lakini kuna wengine inategemea ufugaji. Kuna wanaume wamelelewa na wakina mama peke yao, kiasi ya kwamba wanaogopa. Si kwamba nawasema vibaya, lakini yuweza kuwa na uke zaidi ya uume kwa sababu analelewa na mama. Sasa hata vile anapojieleza akajieleza, akimwona msichana anajifunika uso na gazeti. Ndio hapo. Waonaje? Ama unamuona anatoka majasho ya mikono kisha namuona mwanamke. Unaona? Sasa kuna haya mazingira yote haya ambayo yanamfanya mwanamke kama ambaye ana mzigo mkubwa kuliko mume kwa kuhakikisha ule uhusiano unadumu. Na mke wajua ni kama yani ni marembo. Mke ni ua. Lakini haifai kuwa ua na iwe labda ile nekta yake ni sumu sasa. Si ya kuchukuliwa tena na nyuki na kutengeneza asali. Unaona? Sasa akiweka mazingira ya chachu mle ndani na mazingira ya chuki, kama vile ulivyosema, mazungumzo ya mwanamke saa nyingine yanakuwa yenye ukali sana, utamfanya ule mume anajirudi na kuanza kujiuliza kama alichagua mtu wa sawa. Vile vile kwa mke pia anaweza kuketi na mume akasema sasa huyu kweli nilijichagulia sawa. Lakini sote lazima turidhike na mazingira tulionayo na tujaribu kuyaboresha tukiwa ndani. Na ikifika mahali imeshindikana, hata zile sababu ukizitoa ziwe ni za msingi. Kuna mmoja hapa anasema yeye ni Dan kutoka Mwimuto. Anasema Bi Msafwari, baadaye tutaweza kuweka kwenye yetu. Anasema Bi Msafwari, zungumzia kuhusu wanawake ambao huwasema waume zao vibaya, hata wanapojaribu hawaoni hawatosheki. Kama mimi mke wangu kila nalofanya halimfurahishi, na nikienda nje naambiwa anasema hivi na hivi na hivi kunihusu mimi, nimechoka, natafuta mpango wa kando. Hapo sasa asitafute mpango wa kando, madamu ashaniambia. Tutazidi kumuombea hili jambo wasiende kwa huo mpango wa kando. Lakini iliyoko ni kwamba kwa kusema kweli, ile kutoa siri ya mume wako si vizuri, hata ya mke pia kutoa si vizuri. Kwa hivyo ni vyema mambo ya nyumbani, sio kama hicho kipindi hatujakifanya bado cha wale wanaotoa siri, si vyema mambo ya nyumba yako uende ukayazungumzie nje. Kwa hivyo kwa sababu tumekutamka na jina, bila shaka yule mwanamke yuko hapo nyumbani labda anaweza kuwa anatusikiza, asikie na aone kwamba usije ukaenda kwa ule mpango wa kando. Na si huyu peke yake, tukizungumza ni wengi wanaotusikiza. Na kama pia wewe labda umekuwa ni mtu wa kumsengenya mume wako, uache. Si vyema mtu kuzungumza mambo ya mume wake. Nasema kina mama mnayenisikiza, ikiwa kuna kasoro ya mume, piga magoti, ongea na Mungu. Ndio mtu mzuri Mungu, Mwenyezi Mungu, kumweleza yale matatizo uko nayo. Lakini nataka kukuambia kwamba mwanadamu ama vikundi vya wamama ama vikundi vya wanaume havitakusaidia na chochote. Na mpango wa kando si suluhisho bwana. Maanake ni kama kila kampuni ina mashaka yake na ina raha zake. Kabisa. Sasa leo hii unaweza kuwa unafanya kazi mahali na useme nimepachoka, naondoka. Lakini ukae ukijua kila mahali pana mtihani wake. Kwa hivyo hata mpango wa kando labda yuatafuta mume, kiasi ya kwamba ataridhika wewe ukitoka kwa mkeo ukienda kwake. Lakini ukishaenda kwake, kitu kibaya ambacho wanadamu kinatuharibu, tukishapata tuaridhika. Unaona, hata kama kazi mtu anatafuta, akiipata unamuona hayuko kama alipokuwa anaitafuta. Sasa hicho ndio kitu kingine kibaya katika uhusiano. Unapooa ama kuolewa, usione ni kama ambaye umepata dhahabu, umepata nishani, umepata lile kombe lako na ndio mwisho. Hapana, ndio kazi imeanza sasa. Maana yake kazi yenyewe ni kuhakikisha ule uhusiano unadumu. Unaona, sasa ukisema umetafuta mpango wa kando, mwanzo umejiongezea mashaka. Kwa sababu mpango wa kando si ajabu ana nyumba anataka kulipiwa, ana mavazi anataka kung'ara, na mwisho atataka kujionesha uko na wewe. Sasa kwako inaanza kuwa mtihani.
kabisa. Unaona? Bibi Safari mwisho utataka kiwe chako kabisa. Kabisa, na utajionyesha. Na ndio hao wanaojionyesha badala ya kufanya kuona kwamba kuna makosa, akataka kumjulisha mke wako ndio kama ni kuondoka aondoke. Na ndio wakati wao mnapopata maneno, kama umepata maneno kama hayo, ukiwa wewe ni mpumbavu unashtuka wasema nitaondoka. Na nataka kukuambia kuna wengine ambao wameingia sasa, wanawake wale ambao wamekosa mabwana nje kwa mfano, na alikuwa kimwania huyo wako, atakapokuwa amerudi, unajua siku hizi iko hivi, watu walikuwa marafiki hawakuoana, wakaoana pengine. Sasa pale anapoona kwamba kasoro inaanza, anaanza kumregelea yule wa zamani ambaye hapo. Na hivi ndivyo ilivyo. Kwa hivyo nataka kukuambia penzi hupaliliwa. Wakati mnapokuwa ni kama vile mmea usipopalilia ukauweka maji utanawiri na mbolea. Kwa hivyo ni mpaka na penzi ili tulipalilie. Ukiwa na wako uhakikishe kwamba tafuta ile njia nzuri ile kwamba kila siku atakapoingia huo uko sawa. Unajua umezungumzia kitu ambacho nishawahi kukiona. Mwanamke leo hivi ukimsikia amepata bwana alafu amezaa tu mtoto mmoja tu, apige hodi kwa amekuja kukutembelea. Hata ile sidiria pia huwa havai. Yaani kuna kwamba nilifika. Lakini hivyo sivyo. Hata kama ulimpata, jaribu kumwonyesha kwamba ni kama ambapo uko ofisini. Useme kwamba hii nguo nitaivaa Jumapili. Kila siku hiyo ni Jumapili yako. Kama ni nguo wewe vaa smart, ukijua mume wako yuko ndani ya nyumba. Si umemwandalia bwana chakula na dera, alafu umepika na dera tena akila mezani. Ni kama juzi. Naenda uoge ubadilishe jipake kwa mbali. Juzi Msafari nimesikia taarifa kwamba mwanamke amejifungua amezaa. Sasa unajua sengine maziwa yanakuwa mengi tena sana. Nategemea na afya yako pia. Yakifunguka basi yanafunguka kweli. Sasa kila nguo inaingia yale maziwa. Kesi yako ile nyumba ukiingia unasikia yale maziwa tu. Yale maziwa ni harufu nzuri kwa mtoto mwenye kuyanyonya. Na yakiwa ni asa hizo. Lakini hata yakienda kwenye bedsheet, ule ubichi wake kwa watu wengine ni harufu nyingine hawaitaki kabisa. Unaona, sasa ndio maana utaona watu wengine wanajihifadhi, wanaweka hata vitu ndani ili mradi yale maziwa kitoka atakwenda atabadilisha ndio ile harufu isisikike kabisa. Maana yake ni ubichi ule. Kwa hivyo haufai kusikika. Unaona? Lakini pia lawama tusiweke kwa mwanamke sana. Maana yake kuna wanaume wanakosea. Yaani mtu ameoa lakini ni kama ambaye guu moja ndani guu moja nje. Unajua? Yaani yule mke alimleta nikambe ni mashine yake ya kuzaa. Na sikudanganye. Mwanamke katika ulimwengu wa sasa kama ni mbegu yuweza kuitafuta hata hospitali. Akaenda wekwa hata na mashine huko na atapata ujauzito na atalea. Kwa hivyo mwanamke hakufuata mbegu kwa mwanamume. Amefuata mtu ambaye watashikana naye mikono na wataendelea kwa pamoja. Unaona? Sasa hicho ni kitu ambacho wanaume pia wanafaa wakiangalie, na sio mtu aketi basi ajikunje miguu tu aseme imemshinda ndoa hii. Hata wewe una mchango wako katika kuhakikisha ule uhusiano utadumu ama hautadumu. Lakini balaa ni kwa sehemu kubwa hicho kibarua nchamke kwa hapo ndio tutarudi hapo kupata maana kazini bado tegemewa nyumbani. Kama Biblia haijasema ni mwanamume mpumbavu ndio atakayeivunja nyumba yake kwa mikono yake. Inasema ni mwanamke mpumbavu. Ni mwanamke, lakini na huyo mwanamume naye akaambiwa ampende mke wake na ngoja yake. Sasa ni pazuri sana, lakini sidhani kama mtu anaweza kupenda kitu cha uchungu. Sidhani kama mtu anaweza kupenda kitu ambacho kinampa mabaya. Unaona? Huo ndio ukweli. Kwa hivyo mtu akisema ampende mke wake, atampenda, lakini yategemea ni kitu gani anachorudishiwa. Ni kama vile wewe uambiwa upende kazi yako kwa moyo wako wote, alafu mshahara mara umeruka miezi miwili, mara umeruka mitatu, mara ukifika kuna vitu vingine tu vinachafuka chafuka. Na sasa shida lazima itakutia. Wanawake huwa si rahisi kuelewa upumbavu ni nini. Na upumbavu ni ule kwamba kwa mfano umepata jambo, umeliambiwa mume wako nimemkuta mahali fulani. Waondoka nyumbani kwako waenda kwa kuwa umeambiwa jambo. Sasa huo ndio aina upumbavu. Wewe lile jambo huna hakika nalo, wewe umeambiwa, hata waondoka tayari kwa sababu ushaambiwa. Kwa hivyo hiyo ndio moja kuambia mwanamke mpumbavu. Na mpumbavu ni yule wa kumtangaza mume wake mambo ya nyumbani, kutoa siri zake za ndani, utaitwa yule mwanamke ni mpumbavu. Kwa hivyo kama vile Kanze ametukumbusha kwamba kwa kweli mwanamume wacha ampende na mke naye heshimu mume wake. Muda kidogo naanza kutupa kisogo, lakini kuna mmoja hapa amenichekesha. Anasemaje? Anasema, Kanze, je, ni kweli kwamba mtu unayempenda awe ni mke wako au awe ni mchumba wako anaweza kukubadili tabia zako ama anaweza kukubadili wewe, yaani kukubadilisha na kukubadilisha ukawa kama vile yani ukawa mbaya? Tabia zako nafikiri pengine akazibadilisha. Inawezekana sana hiyo. Kweli? Maana wapo watu wanabadilisha tabia zako tayari. Hapana. Kila mtu ana desturi zake katika maisha na anakule alikotoka. Ni kama kuna siku nilikuwa nazungumza na mamangu mdogo mmoja na ikawa tunajaribu kuzungumza kuhusu watu fulani ambao tutawasaidia katika uhusiano wao. Na akaniambia
ushauri aliompa yule mke ni kwamba huyu mume alikutongoza akiwa na miaka 26. Na hii miaka 26 yote ulikuwa mjuani. Mlikujaonana labda na miaka 25 unusu. Kwa hivyo jiulize, katika maisha yake ya miaka 25 alijuana na kina nani? Aliwategemea kina nani? Kina nani waliomkuza? Vile vile kwako wewe kama mke, una ulimwengu wako ambao huyu mume hakujua. Kwa hivyo ni limwengu mbili hizi ambazo tunajaribu kuziunganisha. Kwa hivyo lazima kutakuwa na matatizo. Kwa hivyo kubali hichi alicho nacho huyu na ujue alitoka nacho mahali, alafu katika hali ya kukibadilisha usikibadilishe kiulazima. Unaona? Sasa tuseme kama mimi mfano. Mimi ni mtu ambaye napenda mpira sana. Na nishawahi hata kushikwa na polisi nikatiwa pingu kisa nimetoka mpirani. Ona polisi yasema hapana bana, Harambee Stars leo haikucheza. Hajui kuna Newcastle na kina Arsenal. Lakini ilikuwa ni zamani zile mpira ndio madishi yamekuja haya. Sasa ukitaka kuona mpira paka uende mbali ndio na mpira unaisha saa 7. Ukifika nyumbani ni saa 8. Unaona? Lakini sasa ukioa huwezi kulifanya hilo. Unaona? Lazima linabadilika pale pale. Unataka ukiingia katika sehemu ya kutizama chochote unachokipenda, ukitizame kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini ukioa unajikataza. Sasa ndio tabia yako inabadilika. Labda wewe mwanamke unapenda vikao na story na watu. Unaona udaku kusengenya nini na nini ndio mambo yako. Lakini utaona mwanamke mumewe yule amepita ananyanyuka. Kwa hivyo kikao amekivunja, amebadilika. Unaona? Labda nyumbani unapenda kula kuku, huyu mwingine hali kuku, yala nyama ya ng'ombe. Unaona? Sasa utabadilika kidogo katika mapishi yako. Lakini hiyo ni tabia ama mitindo? Naam? Hiyo ni tabia ama ni mitindo? Maana hiyo ni mitindo. Nataka kujua. Unajua ameiandika na Kizungu sana, jaribu kueleza Kiswahili vile sema Kizungu alichosema. Yaani ni kama kwamba ikiwa wewe ulikuwa ni mjeuri, bwanako ama mke wako anaweza kukubadilisha ukawa wewe si mjeuri, ama kama ikiwa wewe ulikuwa ni mtu wa watu, je, anaweza kubadilisha ukaacha kuwa mtu wa watu? Hilo la mtu wa watu wabadilishwa. Kwa sababu unaweza kuangalia kwamba tunazungumzia mfano wa watoto, waweza kuwa na mtoto ambaye labda mko karibu sana. Na tena nataka kuzungumzia ndio hawa kina Mkala. Waweza kumaliza hata wiki 2 hujampigia mama simu kumjulia hali. Na hali yule mama labda hana mume alifariki kama na wategemea yule mtoto wakupigie simu wakusalimie mama umelalaje. Waweza kukuta mwanamume anapooa hapigii mama simu amuulize anaendeleaje. Sasa hapo tunaweza kuamini kwamba wanawake wakati mwingine wanabadilisha nani? Lakini hata kama kweli tumeambiwa kwamba mnapoungana tusiingilie wazazi, lakini salamu nazo pia zina kazi. Unajua tatizo Bimsafari, tatizo la wanawake nimelisoma sana. Tatizo ni mwanamume anapozungumza na mama yake, wasiwasi wake ni kuwa huyu mama ana kitu anaomba pesa. Unaona? Huo ndio wasiwasi wake. Sasa hata ile simu ikiisha, wanawake wengi utasikia story watu wakisema baada ya nusu saa, wengine watauliza, mwingine hatauliza. Lakini baada ya nusu saa, jisali moja kesho, atakwambia vitu umfanyie ndio kusudi kama kulikuwa kumeomba pesa zisiende kule. Sasa hichi ni kitu ambacho mwanamume atakisoma. Lakini sasa uende niombe nani? Ndio tatizo hilo. Sasa lazima watu wakumbatiane. Unajua tutasema, unajua tunapozidi kukuza watoto wetu, ni tabia mbaya kwa mzazi kufanya mtoto wake pension plan. Ni kweli. Wacha nikwambie kitu. Ni si sawa mimi kwa hiari yangu naweza kuamua nitamkuwa namsaidia mama na pesa fulani. Ni sawa, Kanzi, nataka kukwambia tu kitu kidogo. Katika malezi yako, ukuzwaji wako, umeshuhudia kina mama wakitegemea watoto wao. Umeshuhudia? Lipo paka leo. Sasa wewe unataka kulibadilisha, kitu ambacho unahitajika kufanya ni umfunzie mwanao. Lakini usijaribu kumbadilisha huyu mume ambaye alikomaa katika hiyo tabia. Unaona? Hata Bimsafari, unaona kama una mtoto wako wa kiume, unataka yeye basi baadaye asahau mamake, akusahau wewe sasa ndo mamake. Mfunze basi. Mwambie mwanao, ukikua mimi sitaki unishughulikie. Niache hivi nilivyo. Kiasi ya kuwa iwe kauli yako na atakuwa na amani kwa sababu mama alimtamkia. Lakini usimbadilishe. Nataka uelewe kwamba acha nikuelewe nieleze Mkala. Anasema hivi, sikiza Bimsafari. Anasema iwapo mimi saizi mimi ni mzazi, mimi kidogo. Pole mama. Anasema mimi
nimejijengea nafsi, nimejijengea nyumba yangu, na biashara zangu, na nina kila kitu changu. Umenielewa? Mtoto wangu ameolewa, amekwenda kwa mume wake. Sihitaji yeye kuniletea mimi. Lakini kwa nini wanapeleka kila kitu kwa yule mwingine? Yaani ni kama analalama, huyu ni mama analalama kwamba yeye ameshajitengea kila kitu, hana haja ya kusaidiwa na mtu yeyote. Lakini sasa mtoto wake anaona ugumu kwamba kila kitu kinapelekwa kwa upande wa baba, kwa upande wa mume wake. Kwa sababu kwa upande wa mume mtoto wake wanasema ni mtoto. Nimekuelewa. Anapeleka kwa upande wa mume wake, lakini kwao hapeleki. Na kitu na maana ni kwamba huyu mama tayari hata ni uongo. Sasa tuzungumzie sasa kwa mfano mimi hapa. Sawa. Kila naye nitazama sema mama yuko sawa, Ama kuna wasemaje wewe? Ni sawa. Uko bomba. Lakini pia nikiletewa nitachukua na gari mahali popote ulipo. Elewa kwamba nikichoka naja Kilifi, niingie chumbani kwangu tena kabisa kwa mapana na marefu. Maana kwangu, maana nilizaa. Hivyo ni certificate zangu. Wengine wako ngambo pia pale walipo, najua wao wananisikiza. Najua kwamba wako wale wako mbali, lakini hebu wapige hodi hapa Kenya mtu ajajenge. Naenda pale pale hata nichukiwe. Bado mimi ni wa pale pale. Kwa hivyo nataka kuambia watoto pale mnapotusikiza, kuna ule uzima na kuna ule unyonge. Sasa nitasema kwa sababu nilizitengeza pesa haziongei mwanangu. Unajua nataka watoto pia kuna ajabu hapa ya kwamba kuna kina mama sikudanganya wanapika maandazi, tunawaona Kibera, mitaa ya Kariobangi tunawaona wanakaanga maandazi barabarani, wengine wanauza njugu. Hata leo nimeona mama mwingine anaosha gari. Unaona yuko gereji wanaosha gari. Unaona? Sasa huyu mama amepitia kipindi kigumu. Na si ajabu mtoto akasoma shule ya msingi, akasoma chuo kikuu, mpaka akamaliza amepata kazi nzuri, analipwa malaki ya pesa. Lakini kwa sababu pesa ni zake na ashaoa, sasa ule mama aendelee tu kuishi vile vile akiosha magari na yeye anaishi maisha ya milioni moja. Haiwezekani. Maana huyu mama alijinyima mambo mengi. Hata kama mama alikuwa akipika samaki akiuza. Na leo hivi umefanikiwa. Mpumzishe mama moto. Si mama kae kwenye moto mpaka maradhi yote ya uzee yazidishwe na moto. Ni watoto kama mmesaidiwa na wazazi. Anazidi kukuombea na tupumzishe. Pato lako linaongezeka. Tena linaongezeka kidogo baba. Lakini akiwa na kifundo hata hii milioni na naomba watu wa vifundo popote. Yeye anaosha magari popote pale. Yeye anaosha magari, wewe mwisho utashona viatu. Lakini sasa watoto wapumzishe wazazi kama hao. Na nataka kuambia wanaonisikiza watoto, ikiwa utampumzisha mama upishi, utampumzisha mama moto, mambo mengi utakayompumzisha mzazi wako, Mwenyezi Mungu atakubariki. Tazamaji, basi ndio hayo Msafwari ameweza kusema kamaliza. Wapo utapumzisha mama, utapumzisha mzazi, Mungu atakubariki. Kwa hivyo hii lawama ya kuwa kupelekwa kwa huku, kupelekwa kwa huku, kupeleke huku, kupelekwa kote kote. Haya. Shukrani sana mtazamaji kwa kujumuika nasi hadi weekend ijayo.